Maskani alikuwa karibu kunywa kahawa yake wakati mtu mmoja akatupia sarafu kikomeni mwake. Hakukasirika, badala yake alifurahi. Moyo wake ulijaa furaha kwa sababu sarafu hiyo ilimaanisha kwamba hatakosa chakula siku hiyo. Aliingia kwenye duka la chakula, akatoa pesa zake zote na kuagiza kahawa moto. Aliangalia bei ya mkate na kutoa sarafu 2 za mwisho mfukoni mwake, lakini mmiliki alitikisa kichwa, hazikutosha. Maskini alisubiri kahawa yake na kutoka. Wakati mmiliki alimuita, akachukua keki safi kutoka kauntini na kumpa. Alipofungua mfuko kula, alikuta ujumbe wa baraka ndani. Moyo wake ulijaa shukrani. Kuanzia siku hiyo alirudi kwenye duka la mkate kila siku. Pole pole akawa rafiki wa mmiliki. Walikaa mbele ya TV wakila mkate, wakimshangilia timu walioipenda. Hata hivyo, janga la ghafla liliingiza duka hilo dogo la mkate kwenye shida. Usiku huo maskini alifika kama kawaida, lakini mmilikia alimpa mkate wote uliobaki bure. Hakula peke yake, aligawanya na marafiki wengine wa mitaani. Usiku ambao mmiliki alikuwa karibu kufunga duka kabisa, maskini alitokea ghafla, akaleta pamoja naye wakazi wote wa mitaani. Wakatoa pesa zao wote kutoa msaada mdogo lakini wa dhati kwa duka la mkate.